Mimi naitwa Eliud Mukiri wa Capital Supermarket Mall. Mimi jana nilipokuwa katika kazini, vijana walitoka pande ya polisi, wakakuja wakavamia, wakapiga vioo. Wakati huo nilikuwa nje, wakaenda juu, alafu wakirudi tena ndio walikuja wamechoma tinga ya kanjo, ndio tena wakarudi wakisema Capital wanaingia. Sasa wakati nilikuwa nimeingia ndani kukadiria ile hasara kwa sababu walikuwa wamevuja vioo. Sasa wakati walibomoa mlango, sasa ndio nilitoka nje, wakanipiga, wakaniumiza vibaya sana, nikaenda hospitali. Na alafu wakapora, wakaingia ndani, wakabeba mafriji na vitu vingine vya duka na vingine wakaharibu. Na sasa hiyo ikaenda hasara kubwa sana, na kwa sababu hiyo yote ikitendeka, hakuna patrol yenye ilikuwa kwa mji, hakukuwa na askari. Wenye askari walikuwa wanaonekana walikuwa tu wachache sana, na walipitia hawa pawans. Na rafu sasa hiyo wakakuja wakapeleka hasara, wakapora duka. Na sasa hiyo ndio ninakadiria hasara kubwa sana. Labda unakisia ni kama pesa ngapi? Ile hasara wenye nilikadiria ni kama milioni 3. Kwa sababu vile vitu walibeba ni vitu kubwa, electronics zote hakuna, na hata vitu zingine utensils hakuna, vitu kama fridge walibeba, na hata vijiko, gas cookers walibeba, na chakula. Yeah. Cash waliweza kubeba? Cash walibeba, mpaka drawers walibeba, makompyuta zenye zilikuwa hapo kwa cashier walibeba. Labda hao watu unaweza kuwatambua? Sio watu wanaweza tabulika, kwa sababu wengine walikuwa wamejipaka oil kwa uso, hawakuwa wanajulikana, na hawakuwa wanataka kuchukuliwa mpaka na CCTV, kwa sababu hata CCTV walingoa, na hata wakikuta mtu akichukua picha walikuwa wanamchapa vibaya sana. Yeah. Wito wangu kwa serikali ni ya kwamba waweze kutulinda sisi kama wanabiashara, kwa sababu hata wale wengine wanaenda katika hiyo maandamano, wengine sio wa hiyo maandamano, kwa sababu wengine tunaona ni wakora, wanakuja wakitarget kuiba, na wanatarget kuiba kwa duka ili wavuje, kwa sababu hata wakati walienda hivyo, friji zote zenye zilikuwa nje za watu wa maduka zote waliiba, wakakunywa na wakabeba hizo mafriji. Ningeomba serikali wakaweza kuachilia patrol kukiwa na jambo kama hizi, ili watu wa mabiashara wawe na environment mzuri ya kufanya biashara hata kukiwa na maandamano. Yeah. Majina yangu ni Charles Mariuko Muraya, mwenyekiti wa wafanyi biashara upande huu wa Molo. Nataka kuchukua nafasi sana kukasifu mambo ambayo yametendeka upande huu wetu wa Molo, kwa sababu wakati maandamano yalikuweko ambao wameruhusiwa na sheria yetu ya Kenya ya kwamba maandamano ni kawaida, lakini maandamano yetu ya Molo haikuwa maandamano ya kawaida. Hii ni goons ambao walikuwa wamechukuliwa pali pengine, ambao walikuja wakajaribu kupola mali na vile hata kupola watu katika barabara. Tuliona wakifanya vile. Kwa hivyo na tunataka kusema ya kwamba ni vyema tujue ya kwamba yale mambo yote yalitendeka na njia gani, kwa sababu ukiangalia sana goons ambao walikuja hapa wanasema ya kwamba walilipo 500. Tungependa serikali yetu ichukue hatua ya juu sana. Tujue ya kwamba aliyekuwa akiwalipa 500 upande wa leli pale, tungependa wachukue jukumu na wa make sure ya kwamba those people are arrested na wameshtakiwa na wapelekwe kotini. Ubalivivu ambao umetendeka ni maduka yetu, na vile walienda zaidi, wakaenda upande wa Molo Sub County Council, na pale wakachoma magari ambao walikuwa pale, zimamoto yetu imechomwa, na vile wakapola ofisi zote na wakachukua mali ambao walichukua. Na tunajua kwamba mali ambao ilichukuliwa pale kwa Kanjo ni mali iko within. Kwa hivyo tungependa serikali ifuatilie na make sure kwamba wataweza shika ambao walifanya hii kazi. Hii ni jambo ilitusua sana. Sisi watu ya Molo hatujawahi kuwa na shida kama hiyo.
hata wakati ya crashes hatu kufika kiwango kama hiki. Ni kuonyesha ya kwamba ni vyema tujue ya kwamba serikali yetu itachukua jukumu na wa make sure katika Molo kwetu, wakati kuna jambo ambalo linatendeka, maandamano, wasijaribu kuchukua askari wetu ambao wako hapa, ili hao askari wetu wao wakichunga sisi na wachunge mali yetu. Kwa majina naitwa Peter Mureu Masharia ama Mr. Kareu. Siku ya leo Molo tumekutana hapa asubuhi ya leo tukiwa na huzuni mwingi sana, ambayo hata tukulala na amani kwa sababu ya mambo ambayo yalitokea jana. Na kitu cha kwanza ambacho tunakikashifu ni yule mtoto ambaye aliuawa na risasi. Sisi Molo hatujafika kiwango ya kuuana na risasi. Hii mambo tumekuwa tukisikia mahali pengine, lakini hauwezi linganisha kitu chochote na maisha ya binadamu. Nataka kuambia serikali, hata kama kuna restraint kiasi gani, next time Molo wasitumie live bullets katika maandamano, kwa sababu huyu ambaye amepoteza maisha siku ya leo, hakuna kitu tunaweza fanya aweze kurudi katika duniani. We are so saddened by that death, na pia tunaumwa sana na wale watu ambao walipigwa risasi. Karibu 90% ya hao watu walikuwa wakipita kwa barabara. Tunaomba serikali yetu iwe macho sana wakati ambapo ina deal na vijana, na pia tunakashifu ile groups ambao ni ya goons, ambayo wakati vijana wanafanya peaceful demonstration, nao wanaingia wakiwa na nia ya kuvunja mali ya watu. We cannot support that. Kwanza tunaumwa sana kama wanabiashara wa Molo. Ambulance na zimamoto zinafanya kazi moja. Hakuna vile mtu wako na akili timamu ataingia katika ofisi achome zimamoto yetu. Hiyo zimamoto imeokoa watu katika hii barabara ya Salga. Gari zinaanguka, zinachomeka, hiyo zimamoto inaenda na imeokoa maisha, sio mara moja ama mara mbili. Pia huku Molo kumekuwa na moto mingi sana, upande ya Elbagon na upande ya Molo Town, na hiyo zimamoto imekuwa ikiokoa maisha ya watu. Hilo ni jambo ambalo we cannot support, hata kama wewe ni nani. Pia kuna mambo ya kuvunja mali ya watu. Kutoka asubuhi mpaka saa 12 hakuna duka ya mtu ilikuwa imevunjwa hapa Molo, na sisi ni washahidi. Lakini kuanzia saa 12 mpaka usiku ndio hiyo mambo ilianza. Tunaambia vijana wetu, we have right to demonstrate, we have rights to do anything, but not to vandal any business. Kwa sababu hawa wanabiashara ni wazazi wetu, ni mandugu zetu, ni dada zetu na ni watoto wetu. Wakati ambapo mali ya mtu inavunjwa, we cannot support that. Na mimi nataka niombe wakaji wa Molo bila wasiwasi yoyote, hakuna siku Molo kumekuwa na wizi. Wizi ambao imekuwa ni ya kuku na ofisa wamekuwa kidili nayo. Hii mambo ya kuvunja duka kama iko hapa nyuma na mabuchari za watu na maduka za watu, hiyo si tabia ya Molo. Na mimi ninaomba enough is enough. Watu wafanye maandamano na amani, lakini waachane na mali ya watu. Na hapo tupembelezani. Nashukuru sana watu wa bodaboda kwa sababu walisimama na wakasema hii mambo ya zimamoto hatuwezi kubali kuchomwa. We will not support that. Na sisi watu wa Molo ni wa kujitafutia. Sisi tunaomba watu wafanye maandamano na amani, askari walinde watu na amani, lakini mambo ya vandalism hiyo tumekataa na tuogopi. Na kama uko hapa na umepanga kufanya hivyo, next time we'll deal with you kabla serikali kuje kwako.